Nyakati za kungoja Mungu, nyakati za kutabiri yajayo, nyakati za kusema na Mungu, nyakati za kuifanya imani yako iwe na makali, nyakati za kumsihi Mungu zaweza kuwa ni nyingi sana katika maisha ya mtu. Unaweza ukalichuchumilia jambo, unaweza ukalitarajia jambo likakawia sana, lakini jambo lolote linapokawia, likisha kufika, linakuja na kishindo kikubwa, linakuwa ni jambo kubwa, si dogo. Bwana sifiwe sana. Zakaria alikawia sana kupata mtoto, akazaliwa Yohana. Ibrahimu na Sara walikawia sana kupata mtoto, akazaliwa Isaka. Bwana sifiwe sana. Katika watu hawa wawili ndipo yaliyopotokea mambo makubwa katika historia za nyakati zao. Isaka kawa ni uzao mkubwa, likatokea taifa la Israeli kutoka kwa watu hawa waliokuwa wamezeeka sana, waliokuwa wamemngoja Mungu kwa muda mrefu. Likazaliwa taifa ambalo hata hivi leo ni taifa kubwa, ni taifa la Mungu, ni taifa la maagano, ni taifa lililo na makuu katika ulimwengu wa kiroho. Kazaliwa Yohana. Yohana yule akawa ndiye mtu ambaye alimbatiza Yesu, alimpa maelekezo Yesu, akampa kianzio katika huduma yake Yesu Kristo. Yohana Mbatizaji, nyakati zake alikuwa ni mtu imara kabisa. Tena anasema katika baada ya kumaliza utoto wake, kuishi maisha ya kulelewa na mama na baba, Yohana alielekea nyikani, akaenda kuishi na watu walioyaachilia maisha yao kwa ajili ya Mungu. Kazi zao zilikuwa ni kumwomba, kazi zao zilikuwa kuabudu Mungu, kazi zao zilikuwa kutengeneza nguvu ambayo itamkaribisha Mwokozi Yesu Kristo kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu. Bwana sifiwe sana. Kuomba, wakati wa kuomba na kukaa kimya. Wakati huu ni wakati ambapo unatakiwa kufanya kazi ya kuomba ukiwa kimya. Si wakati wa kumnong'oneza mtu, si wakati wa kumweleza mtu yale ambayo sasa umeyakusudia kuyafanya, yale ambayo sasa Mungu amekutendea. Unaweza ukawa umetendewa jambo katika maisha yako, lakini jambo lile si sahihi kwa wakati kulitamka. Bwana siwe sana. Bado ni changa, bado halijakomaa, bado ni la kulelewa, ni la kupeleka mbele za Mungu, ni la kusubiria wakati wake ndipo lionekane kwa watu. Sasa ukilisema wajiinulia vita kubwa ambayo ilikuwa haina sababu, ambayo isingetokea kama wewe usingelisema jambo lako. Ni wakati wa kuyaombea, ni wakati wa kukaa kimya, ni wakati wa kusema na Mungu. Zakaria, Mungu aliona hata kuwa na kifua cha kuyanyamazia maneno ambayo malaika alimwambia, mambo ambayo yatatokea katika nyumba yake. Akamwamulisha awe bubu, asiongee, kwa sababu bila shaka angeinua vita nyingine ambayo ingemgharimu yeye na mke wake. Huenda Herode angeweza kuwafanyia jambo, kwa kuwa kuna mtu mkubwa ambaye ana nguvu kama za Herode anatarajiwa kuzaliwa katika nyumba ya Zakaria. Kwa hiyo Mungu akaamua akamfanya kuwa bubu, kwa sababu aliona Zakaria hata kuwa na kifua cha kuyatunza maneno hayo mpaka wakati wa Mungu, wakati wa Yohana kuzaliwa. Akawa bubu mpaka wakati wa Yohana kuzaliwa. Bwana asifiwe sana. Wakati huu ni wakati ambapo umekwisha kuyatabiri mambo fulani, kwa sababu moja kati ya kazi ya imani ni kuyasemea mambo ambayo yanatakiwa kutokea katika maisha yako. Unatakiwa kujitabiria mwenyewe mazuri, unatakiwa kujisemea mambo mazuri, unatakiwa kuwatabiria wanao mambo unayotarajia yatokee katika maisha yao. Unatakiwa kuyasema yote ambayo unayaona
ni sahihi mbele za Mungu uweze kuyapata. Lakini sasa kuna wakati sasa kuna dalili kama wingu dogo kama kiganja imeanza kutokea katika maisha. Hapo sasa si kutabiri, ni hali halisi imeanza kutokea. Huu ndio wakati unatakiwa kunyamaza, uanze kuyaombea. Usiyaelezee mambo yale. Jambo lile ambalo limetokea, jambo lile ambalo umeshaliona kwamba limefikia, liko karibu kabisa, limekwisha kuwa tayari mbele zako, si wakati wa kuyasema. Bwana asifiwe sana. Si wakati wa kuongea, si wakati wa kuyazungumza, bali ni wakati wa kuomba na kukaa kimya mpaka wakati utakapotimia sahihi wa kuonesha yaonekane hadharani. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu waweza kujiinulia tatizo lingine, unaweza ukasababisha vita ya kiroho, kwa sababu shetani hana uwezo kuyafahamu maneno ambayo yamo katika akili yako, ni mpaka utakapoyatamka mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Mpaka utakapoyakiri kwa kinywa chako, mpaka utakapoyatangaza kwamba aisee, hapa kuna kakitu Bwana nimekapata, hapa kuna jambo fulani nimeliona, hapa kuna jambo limetokea, na jambo hili si jambo la kawaida, ni jambo la Mungu amenitendea. Ipo wakati unaweza kuyazungumza, lakini ziko nyakati utakashuhudiwa si wakati wa kuyazungumza, ni wakati wa kuombea jambo hilo. Bwana sifiwe sana. Ni kama mti mkubwa ambao unaanza kuwa mbegu na kuwekwa katika pahara pa kivuli, ukiutunza na kuukuza ili kwamba mti ule uweze kuchipua na kutengeneza mizizi. Mti ule ukisha kutia mizizi, unauhamisha kuupeleka mlimani, kuupeleka shambani na kuuacha katika udongo, na mti ule sasa hauwezi kufa. Wakati wa kufa umekwisha kupita, kwa sababu mti ule una mizizi, mti ule una nguvu za kujisimamia, mti ule ni halisi. Kwa hiyo mti ule unaupeleka shamba, unautia katika udongo, unauacha huko, na utajitegemea. Utapambana na jua, utapambana na masika, utapambana na magugu, halipo la kuutisha, kwa sababu tayari sio mbegu changa tena, umekwisha kukita mizizi, na mizizi ile inaufanya ni tayari kwa ajili ya kujisimamia wenyewe. Bwana sifa sana. Hivi ndivyo ono lako dogo, swala ambalo Mungu amekuonyesha, swala ambalo umekwisha kulipokea kwa Mungu, si sahihi kulisema wakati bado halijakomaa, halijakita mizizi, halijawa jambo la kusema. Ni wakati wa kutulia, ni wakati wa kuomba, tena kimya kimya, usilizungumze. Hivi ndivyo Zakaria alivyoona maono yale, alivyoambiwa na malaika, na hakusema kwa sababu wakati wake haukuwa sawa sawa. Bwana sifiwe. Vipindi muhimu katika maisha yako, maisha ya kila mtu, vinaambatana na wakati ambapo unamuomba Mungu kwa kuvumilia, ukipambana usiku kucha, ukifunga na kuomba, ukifanya nyakati zako Mungu azione, ukifanya wakati ambapo si rafiki katika maisha yako, Mungu akujibu. Hizi ndizo nyakati ambazo unawekeza sana katika maombi, unaumba vitu vingi katika ulimwengu wa roho. Wakati ambapo unafanya maombi, unatengeneza mambo katika ulimwengu wa roho, unatengeneza hazina katika ulimwengu wa roho. Ni vitu haviwezi kuonekana kwa macho, ni mambo ambayo yako kiroho, hayaonekani. Lakini hakika unapokuwa unatengeneza uvumilivu, unafanya kujitabisha, unaomba, unafunga, unaamka wakati wa usiku kuomba, usiku wa manane katika baridi, uko na mambo unayajaza katika hazina yako, na maombi yale hayatakufa wala hayatapeperuka, yatakaa pahara, na pahara pale iko siku utajibiwa, utapata
kwa utele wake, kwa sababu unatengeneza hazina ya maombi katika maisha yako. Na maombi baada ya maombi ni matokeo halisi, ni mambo yanayoshikika, ni vitu ambavyo utavipokea katika macho ya damu na nyama. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo katika nyakati hizi watumishi wa Mungu hawa walijitapisha sana, walienda mbele za Mungu kimya kimya, ambapo si kila mtu unamwalika twende maombi. Haya ni maombi ambayo unayafanya wewe peke yako bila kumwambia mtu, wala haina haja ya kumtaarifu hata mtu unayeishi naye, mke wako au mume wako au mtu wa karibu, ya kwamba nafanya maombi. Waweza kaamka usiku, waweza ukaamuka nyakati ambazo wengine dunia imelala, unaenda kufanya maombi hayo. Maombi hayo yana majibu sana, kwa kuwa ni maombi ambayo unatengeneza hazina ya majibu yako katika maswala ambayo umeona. Na maombi haya huambatana na uvuvio fulani, unaambatana na sauti fulani ambayo inakuambia ni wakati wa kuamka, ni wakati wa kufanya maombi. Unaambiwa na unaweza ukasikia sauti hiyo. Sauti hiyo hupashwi kuidharau, hupashwi kuiacha. Ni maombi yako binafsi. Hapo ndipo unafanya vita ya kiroho, ndipo unaangusha ngome, ndipo unajenga ngome, ndipo unaweka misingi ya matarajio ambayo yatakupata wakati fulani katika maisha yako. Bila kujali mambo yanaweza yakachelewa, vitu vinaweza visitokee leo, unaweza ukaomba mwaka kwa mwaka, lakini hakika majibu utayapata. Eli na Hana na mume wake, Ibrahimu na mke wake, wote waliomba, walimsihi Mungu kwa wakati mrefu, lakini tokeo lilitokea, na halikuwa ni tokeo dogo, yalikuwa ni majibu hasa, majibu yenye tija, majibu yaliyobadilisha historia ya maisha yao yote. Bwana asifiwe sana. Yako mambo ya kubadilisha maisha yako, na mambo yale hayawezi kufanywa kwa wakati wa siku moja. Ni mambo ambayo unatakiwa kukomaa nayo, unatakiwa kuendelea nayo siku kwa siku. Unapoambiwa fanya jambo katika ulimwengu wa roho, yafaa kulifanya, wala usisite, wala usiseme yatatokea. Haya ndio yaliyompata Bwana Zakaria. Zakaria alipewa taarifa, alikuwa akiambiwa katika maono, katika ndoto, katika kusikia sauti, lakini Zakaria hakusadiki. Na malaika siku moja akamwambia, umefanya maombi, lakini maombi yale umekuwa usiyasadiki, sasa utakuwa bubu, ili ya kwamba Mungu akisha kukupatia usije ukayasema kabla wakati wake. Kwa hiyo ziko nyakati za kuomba kimya kimya. Bwana asifiwe sana. Ziko nyakati za kuwekeza, ziko nyakati za kutayarisha mambo makubwa katika maisha yako. Si wakati wa kujionyesha kwa watu, si wakati wa kusema mimi ninaombea jambo fulani, si wakati wa kusema ndugu nisaidie katika maombi. Hayo ni maombi yako binafsi, yanakuhusu wewe na mambo yako na maisha yako, yanakuhusu. Siku kiyapokea hayatakuwa ya mtu mwingine. Ndiyo sababu unatakiwa kuisikiliza sauti, na maombi hayo yafanye kimya kimya, bila kusema na mtu mwingine, bila kumwamsha mtu mwingine, bila kumbugudhi mtu mwingine, kwa sababu yanakuhusu wewe peke yako. Bwana asifiwe sana. Yanakuhusu wewe peke yako. Na hayo ndiyo maombi Zakaria aliyoyafanya, ndiyo maombi Hana aliyoyafanya, ndiyo maombi ambayo yalifanyika kwa Ibrahimu na mkewe Sara. Bwana asifiwe sana. Katika nyakati kama hizi ambapo umeisikia sauti ya Mungu, wewe umeshawishika moyoni kwamba unatakiwa kufanya jambo katika Sara, hakuna rafiki anaweza kuelewa mambo haya. Hakuna mtu anayeweza kujua unachokifanya. Hakuna mtu anayeweza kujua kina na mzigo na sauti na kile na wajibu ambao unatakiwa kuufanya kuliko wewe mwenyewe. Kwa hiyo lazima ujisikilize wewe mwenyewe, usikie sauti ya wewe mwenyewe, na ufanye maombi mbele za Bwana kimya, bila
kumtaarifu wala kupiga kelele, kwa sababu ni maombi yenye majibu makubwa. Bwana asifiwe sana. Ni maombi ya kutayarisha mambo makubwa katika maisha yako. Ni maombi ya kuwekeza mambo yatakayotokea katika maisha yako, mambo yale ya kubadilisha maisha yako daima. Bwana asifiwe. Na maombi haya hayawi katika maisha yako nyakati zote. Ni vipindi maalum ambavyo vinatokea katika maisha yako. Ni vipindi maalum ambavyo Mungu anaweka mzigo katika maisha yako. Ni vipindi ambavyo Mungu amekusudia wewe ufanye jambo, aidha kwa wiki moja au kwa mwezi mmoja au kwa wakati fulani. Mungu anaweza kukusukuma katika jambo hili ulifanye, si wakati wote. Kuna wakati ambapo unasukumwa kutenda jambo la kuomba. Hicho ni kipindi maalum ambacho Mungu anataka kutenda jambo katika maisha yako. Ni budi uweze kutii, uweze kuisikia sauti hiyo na kufanya maombi hayo, kwa sababu ni maombi ya historia katika maisha yako. Amen. Ni maombi ambayo yatabadilisha historia ya maisha yako. Kwa hiyo vipindi hivi ni vipindi vichache katika maisha ambapo unatakiwa kuweka nidhamu ya kusikiliza na kufanya maombi hayo, uweke uvumilivu, na mafanikio makubwa yanakuwa yanatengenezwa katika ulimwengu wako wa roho. Amen. Katika ulimwengu wa maisha yako katika kiroho yanakuwa yakifanywa maswala muhimu, maswala yenye tija, maswala ya kukujenga, maswala ya kukulinda, maswala ya kukuepusha na mambo mbalimbali. Amen. Niliwahi kuwashuhudia siku moja, niliondoka nyumbani, si nilisahau, si ni uzembe. Nina taratibu, mke wangu ananiombea asubuhi kama nataka kwenda. Siku ile bwana nikakurupuka nikaenda. Nimeenda, nilipata shida njiani hapo, nikagongwa na gari. Lakini sauti ya kwanza nilipokuwa katika hali ya viruwiruwi sioni, nilisikia, wewe uliondoka bila kuomba. Nilikuwa sijawa na timamu katika akili, lakini liko jambo nililisikia kwamba wewe hukufanya yale mazoezi muhimu ambayo huwa mnafanya, hukuyafanya. Ndiyo sababu haya yanatokea. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yanaweza yakakuepusha wewe na unapata taarifa mapema, lakini wakati mwingine unaweza ukaona mimi bana nasikia usingizi, nimechoka, kwanza haya mambo ngoja niachane nayo. Unaweza ukayapuzia, kumbe yalikuwa ni maswala muhimu ambayo yanakutayarisha kwa jambo fulani ambalo liko mbele yako. Bwana asifiwe sana. Yanaweza ukaambiwa fanya maombi kimya kimya, kwa sababu liko jambo limezuilia swala lako. Kumbe yale maombi ndio yalikuwa yanataka kuondosha jambo lililokuwa kizuizi katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Unaweza ukafanya maombi, kumbe kuna jambo ambalo wewe hulifahamu lakini lipo mbele yako. Kwa hiyo haya ni maombi ambayo yana manufaa makubwa, yana shughuli kubwa, yana mambo ambayo ni ya msingi katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Wakati wote Mungu anawatumia watu walio katika nidhamu, wanaosikiliza kile ambacho kusikiliza sauti, na wala haihitaji wewe uwe mashuhuri, haihitaji wewe utumie nguvu nyingi kuisikia sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu ni ile sauti ambayo inakujia, ambayo inakueleza, ambayo imedumu kuliko sauti zingine. Maana katika akili ya mtu, katika ufahamu wa mtu, ziko sauti nyingi unaweza ukazisikia, lakini ipo moja ambayo unaisikia kwamba imeusimamisha moyo wako, imekuwa ikinong'ona na wewe, imekuwa ikikusihi, ina nguvu zaidi kuliko zingine. Hiyo inakueleza mambo ambayo ni ya kiroho, ni mambo ya kuomba, ni mambo ya kutenda jambo fulani, na sauti kama hiyo ina makusudi makubwa katika maisha yako.
ukiisikia inaweza ikawa ni sauti ya kukutendea jambo lisilo la kawaida katika maisha yako. Bwana sana. Kwa hiyo mapambano yetu katika maisha ni mithili ya vita, na mapambano haya hudumu siku kwa siku, na Mungu anasema na sisi nyakati tofauti tofauti katika maisha yetu, na ziko nyakati ambapo Mungu anataka tufanye mambo ambayo ni zaidi ya mazoea tuliyoyazoea katika maisha yetu ya Ukristo. Kuna wakati Mungu anataka ufanye jambo ambalo si mazoea yako kulifanya, lakini jambo hilo kumbe ndiyo jambo ambalo linaenda kufungua maisha yako. Ni jambo ambalo si la kawaida katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, tufanye maombi mara kwa mara, lakini sana sana maombi yale ambayo unayasikia kutoka moyoni, unasukumwa na nguvu za Mungu ili ya kwamba uombee jambo fulani, ufanye jambo fulani. Katika maombi haya ni maombi yenye nguvu sana, ni maombi ya kubadilisha historia, kama Hana alivyofanya maombi ya namna hii, akazaliwa Samueli. Samueli mtu mkubwa katika maisha yao, katika utu wake uzima, katika hali ya kuzeeka, Hana akamzaa Samueli. Historia ya maisha yao ikabadilishwa, wakawa si tena watu wa kawaida. Bwana sifiwe sana. Zakaria na mkewe Elizabeth walimuomba Mungu, wakaomba maombi ya kumwendea Mungu nyakati zote, lakini siku ilipotimia, matokeo ya majibu yao yalimzalia mtoto Yohana Mbatizaji. Asifiwe sana. Kwa hiyo yapo maombi yenye mafanikio, yapo maombi yenye kubadilisha historia katika maisha ya kila mtu. Yafaa kuenenda na kufanya maombi yako, na ufanye maombi katika hali ya kutokupiga kelele, hali ya kutokuambia watu, wakati huu ni wakati wa kufanya maombi yenye tija. Kwa hiyo si wakati sahihi wa kusema jambo lako ambalo umelipokea kutoka kwa Mungu. Maelekezo yale ya Mungu ni baina yako na yeye Mungu, si baina ya watu wengine, ni baina yako na Mungu. Yafaa uyafanye. Bwana siwe sana. Katika nyakati mbalimbali, mafanikio yetu tunayaharibu wenyewe kwa kusema maneno ambayo sio wakati wake. Bwana siwe sana. Umeomba, umepokea kwa Mungu, umepata njia ya kupata mafanikio ya kimwili, umepata mafanikio ya kupata jambo fulani, lakini jambo fulani lile lina mambo yanatakiwa kufanywa katika maombi. Unatakiwa ulilee jambo lile, unatakiwa usilisemeseme. Wewe umelisema, linapata upinzani kutoka sehemu tofauti. Ni wewe ndiye umesababisha jambo hilo lipate upinzani, kwa sababu umelisema wakati sio sahihi. Bwana sana. Katika maisha yote mwanadamu anapitia katika vita mbalimbali, hususan hata vita vya mafanikio katika mwili. Bwana sana. Si wakati sahihi wa kusema vitu ambavyo havijawa wakati wake. Yafaa kuviombea, na kwa wakati wa Mungu vitaibuka na kuwa vitu imara. Kwa hiyo tusiseme wakati mwingine, si wakati wa kusema, ni wakati wa kuomba, ni wakati wa kufanya maandalizi kwa ujio mkubwa wa jambo lile ambalo lipo katika maisha yako. Amen. Mungu awabariki sana. Ni wakati shule ya Jumapili yetu imefika tamati. Mungu awabariki.